Mtazamaji wa DNA TV, mimi ni Nyorobi, na kabla sijaendelea mbele zaidi, tafadhali subscribe hapo chini ili uweze kuwa mtu wa kwanza kabisa kupata updates mbalimbali ambazo tunazipakia hapa katika channel yetu hii. Kwa siku hii ya leo imekuwa ni siku nzuri na ni bora sana, na kitu ambacho naweza kukuambia, unajua kumekuwa na marathon nyingi ambazo zinakuwa zinafanyika, lakini marathon hizi zimekuwa tuna mashindano fulani katika maeneo fulani, wakivutana huku na huku, wakikimbia huku na huku, wengine ikiwa ni sehemu ya kufanya machangizo na vitu vingine. Lakini kwa hapa kwa leo nataka nikukutanishe na watu ambao wamekuja na namna ya kipekee kabisa katika kufanya marathon hizi. Wengine wanakimbilia milimani kwa ajili ya kwenda kufanya milimani, lakini watu wengine wanazifanya hizi marathon kwa kukimbia barabarani. Lakini hawa leo nataka nikuunganishe na watu ambao marathon zao ambazo wanazifanya katika hali ya kitofauti kabisa na zenye mvuto mkubwa. Kwa nini nasema hivyo? Ni sehemu ambazo watu wengi hawajazizoea na hawajawahi kufikiria na wala hawajawahi kujua kwamba kumbe marathoni hizi zinaweza zikatumika kuwa kama ni sehemu ya utalii, lakini ikawa ni sehemu ya kutembelea mazingira fulani ambayo yanaweza yakakuonesha kitu kingine kipya kabisa kwenye maisha yako. Lakini kubwa zaidi ni kufahamishe tu, marathoni hizi zinafanyika ndani katikati ya mbuga. Habari ya kwako? Salama kabisa. Kwema? Kwema kabisa. Mambo ni vipi? Safi. Unaitwa nani bwana? Mimi ni Philbert Steven Mosha. Mimi ni mratibu wa marathon. Ni mratibu katika taasisi ambayo tunaandaa hizo marathon ambayo inaitwa Msakuzi Sport Promotions. Tuko na mwenyekiti lakini mimi ni mratibu, niko na waratibu wengine. Okay. Brother. Sawa. Umezungumzia Msakuzi. Pengine tuanze kumfahamisha anayetutazama hivi sasa, ili mmoja aweze kuelewa ni nini, lakini pili zinafanyika maeneo gani, kabla hatujaitaja hata mbuga yenyewe. Msakuzi Sport Promotion inaandaa marathon zinazofahamika kwa jina la Msakuzi Pande Game Reserve Marathon. Na hii ni msimu wa pili tunaenda kufanya, kwa sababu marathon hii imeanza mnamo mwaka jana. Tulifanya kwa kuizindua kwa mara ya kwanza, na tulifanyika ndani ya msitu wa Pande ambao tunasema ni msitu tengefu wa Pande. Kwa Kiingereza tunasema ni Pande Game Reserve Marathon. Kwa hiyo tulifanya mwaka jana, lakini tukaona mwaka huu tuanze mapema tuzindue hii marathon kwa kutambulisha Watanzania kwamba hatujapoa. Hii marathon itaendelea na mwaka huu itafanyika mnamo mwezi wa 7. Okay. Pande inapatikana wapi? Pande inapatikana Dar es Salaam. Ni mbio za kipekee kwa sababu Dar es Salaam hii kuwa na pori na hifadhi ambayo watu wanakimbia ndani ya msitu, wakaendelea kuenjoy adventure ya msitu kwa kuona wanyama mbalimbali kama swala, kama simba ambao kwenye kenji, punda mlia na wanyama wengine wakati wanakimbia kwenye msitu ndani ya Pande lenyewe. Iko Dar es Salaam, kama unatokea Ubungo mpaka Mbezi unapanda gari la kuelekea Mpiji Magoe mwisho unaenda sehemu inaitwa Mwago Pande. Okay. Yes. Sawa. Mtazamaji, kadri tutakavyokuwa tunazungumza hapa, tutakuwa tukikuonesha baadhi ya picha ama video ama picha mwendo ambazo zinaonesha marathon iliyofanyika ya msimu uliopita. Mratibu, labda utufahamishe marathon iliyopita mlifanya kitu gani na experience yenu ilikuwa ni ipi? Marathon iliyopita ilikuwa ni bonge la marathon. Ni marathon ya kipekee kabisa, na tuliweza kupata washiriki takriban washiriki 500. Ile marathon tulikimbia kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21. Wapo pia waliopata zawadi baada ya kumaliza ile marathon. Lakini pamoja na kukimbia, kwa maana kama tulikuwa na kauli mbiu ya marathon yetu, afya na utalii, watu waliweza kukimbia kwa ajili ya kupata afya, lakini waliweza kuenjoy mandhari ya utalii. Pia walipata burudani mbalimbali. Tulikuwa na nyama choma za pori, tulikuwa na nyama choma za nyama za kawaida, lakini pia watu walipata nafasi ya kwenda kuwaona wanyama mbalimbali. Kwa hiyo watu walienjoy, na tulikuwa na burudani za bendi, muziki. Kwa kweli kulikuwa na tenti za kulala, kwa watu wamelala kwenye hifadhi, kwenye mbuga za wanyama, wameenjoy. Kwa hiyo marathon yetu ni ya kipekee kama ulivyosema. Sio marathon ya kukimbia kwenye barabara au baadaye ukamaliza mkakutana tu mahali. Hii ni marathon unakimbia huku unafanya utalii wa ndani. Na wakazi wa Dar es Salaam tuwakaribishe.
Tunaanza hii marathon msimu wa pili, tunaanza kuzindua tarehe 14 siku ya wapendanao. Tutazindua maeneo yale ya Msakuzi Forest Park, ni maeneo ya Dar es Salaam kutoka Mbezi pale Mbezi Stand kupanda juu kuna eneo linaloitwa Forest Park. Tutazindua pale tarehe 14 siku ya wapendanao. Tunakaribisha sasa wadau wote waje wapate utaratibu mzima wa marathon mwaka huu itakuwaje, ina theme gani, tunapelekea nini wa Tanzania, tunachangia nini katika jamii. Kwa hiyo tutaeleza hayo siku ya uzinduzi. Okay. Na kwa nini, anyway, najua hili mtalizungumza wakati wa uzinduzi, lakini mtudokeze kidogo, kwa nini inafanyika tarehe 14? Uzinduzi unafanyika tarehe 14 kwa sababu kwanza tarehe 14 ni siku ya wapendanao. Tunataka tukutanishe wapendanao, then tuwatambulishe kitu ambacho ni kizuri pia ambacho wataenda kukipata mwezi wa 7. Tunaendelea kufanya usajili, kwa hiyo tutangazia tarehe ya mwezi wa 7 ni lini tutafanya hiyo Msakuzi Marathon. Ila kwa tarehe 14 tukaribisha wapendanao wote waje kwa ajili ya kuenjoy, kufurahi. Tutaandaa live band, tutakuwa na muziki mbalimbali, tutakuwa na burudani za nyama choma na vitu mbalimbali vya kuenjoy kama wapendanao, lakini katika kuenjoy tutawatangazia basi rasmi kwamba marathon yetu msimu huu imeanza. Okay. Yes. Na pengine mtu aamini nini? Kwa sababu kuna baadhi ya marathon mtu mwingine anaweza akajiunga kuja kushiriki, lakini kumbe afya yake bado haijawa sawa, namna ya kukimbia hawezi. Utaratibu wa kuhendo afya ya mtu kimatibabu ukoje? Iko hivi, kuna utaratibu ambao tunaofuata wa chama cha riadha cha mkoa na hata ule taifa na pia BMT. Tuna utaratibu ambao tumepewa. Lazima tuwe na first aid kit, tuwe na watu wa Red Cross kwa ajili ya kuangalia afya pia za wakimbiaji. Lakini pia hata kama mkimbiaji unaweza kuwa una afya ndani ya riadha ukapata changamoto yote ya kiafya. Kwa hiyo tutakuwa na Red Cross kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao wanakimbia. Kimsingi hao tutatambulisha rasmi hiyo siku ya tarehe 14 na kueleza utaratibu wote. Kwa hiyo tunaangalia mpaka afya za wakimbiaji, namna gani tutawahendo wasikopata changamoto yoyote. Okay. Yes. Sawa. Namna gani mtu anaweza akajiunga? Tunaandaa utaratibu. Yaani tumetangaza kwamba tarehe 14 ni uzinduzi. Tutatangazia utaratibu namna ya kujiunga. Mwaka jana tulifanya utaratibu mzuri. Unajiunga online, tunaweza kutengeneza lipa namba ukajisajili, lakini pia tunatengeneza link mtu anaweza kaingia akajisajili. Kwa hiyo utaratibu wote unakaribisha wakazi wa Dar es Salaam, hasa wakazi wa Msakuzi, maeneo ya Mpiji mpaka Msakuzi, waje washiriki Jumamosi tarehe 14 kwa ajili ya kuona namna gani tunaenda kushiriki haya marathon. Yes. Okay. Okay. Mimi pengine ninakaa Chanika. Yes. Na pengine kuna mwenzangu anakaa Bagamoyo na kuna mwingine anatoka tuseme Kigamboni, anawezaje kushiriki? Hiyo unataka kama ni tarehe 14 kushiriki ni ufike tu Mbezi. Ushafika Mbezi tutatoa location. Maana yake wanaruhusiwa kuja. Mtu mkazi yote wa Dar es Salaam ambaye anaweza kafika maeneo ya Msakuzi kwa ajili ya kushiriki uzinduzi anakaribishwa. Mwaka jana ni kutoa wasiwasi. Mwaka jana marathon yetu walishiriki watu kutoka Arusha, kutoka Singida, kutoka Mwanza, kutoka Dodoma, walifika na wakashiriki. Na waliopata zawadi mwaka jana, mshindi wa kwanza wa pili walitoka Arusha. Kwa hiyo ni marathon ya kitaifa, ila kwa sababu tunazindua tarehe 14 inategemea zaidi wakazi wa Dar es Salaam kwenye viunga vyetu vya Dar es Salaam. Tunawakaribisha kushiriki. Okay. Yes. Sawa. Mwingine mtu asipate wasiwasi kwamba naweza nikaenda alafu nikachelewa kurudi, inakuaje? Usafiri kwetu ni masaa 24 na kama unaweza ukachelewa kurudi, basi makazi mengine ya kutulia yapo. Unaweza ukawa na utaratibu wako wa kupumzika, ukaamka Jumapili asubuhi karudi na kurejea. Kwa sababu Dar es Salaam tunajua kuna changamoto za usafiri. Nadhani tutatengeneza utaratibu, wale ambao watahitaji kweli kupumzika, tutaandalia makazi mazuri ya kupumzika Msakuzi. Na Msakuzi ni sehemu nzuri ya kula bata. Ni sehemu nzuri ya kupata burudani. Watu wanaweza kuwa wanakaa Dar es Salaam hii, lakini viunga hivi hawajawahi kufika. Wakifika watapata ile picha halisi ya marathon yetu inavyokuwa. Chochote kwa dakika japo moja kwa huyu anayekutazama ambacho wewe unatamani akijue na haujakizungumza? Muhimu ni kuwakaribisha, na hii uzinduzi wetu hauna kiingilio. Kiingilio ni wewe uje ule bata, utajihudumia vinywaji na nyama choma na vitu vingine, lakini utaendelea kupata utaratibu wa marathon yetu mwaka huu inaendaje, itafanyikaje na tarehe ngapi na ushiriki wako utakuwaje. Nikushukuru sana. Asante sana. Mtazamaji, tarehe 14 ni siku ya wapendanao, siku ambayo watu wanaoneshana upendo. Kwa hiyo wewe kama una mtu ambaye unadhani kwamba unampenda sana,
hebu mpeleke mkakae katika maeneo yale, ili uweze kumuonesha mandhari nyingine nzuri, na mkutane na watu tofauti tofauti, ili muweze kubadilishana mawazo, na wakati huo huo mnatengeneza mazingira mazuri ya kupata shughuli mbalimbali ambazo mnaweza mkakutana na watu wengine, na ndio kutengeneza fursa tofauti tofauti za kimaisha hapa Tanzania. Nini ambacho naweza nikasema? Nikutakie wakati mwema. Niko na Jovano ambaye ni kameramani wangu kwa siku hii ya leo. Tunaweka mambo sawa sawa. Kwa mawasiliano? Kwa mawasiliano unaweza kutumia namba yangu ni Philbert Mosha, piga 0712 24 8862. Ni 0712 24 8862. Tunapatikana. Asante sana. Nikutakia wakati mwema, kwa heri.